kwenye level ya Mpanzu. Lakini Ashrafu, Mpanzu umemtazama akiwa anacheza. Je, Fadlu anamtumia katika matumizi yaliyo sahihi kulingana na position yake mchezaji? Yeah. Na kwa faida ya msikilizaji wetu unaweza ukawapa kidogo uelewa wako. Yes, nadhani anamtumia kwenye eneo ambalo anapenda mwenyewe na anaenjoy kucheza, lakini mimi ni mtu ambaye huwa naamini kwenye consistency. Sawa? Fadlu anamtumia kama winger Mpanzu, ambapo ni natural position yake yeye. Mwalimu ana set team and then anampanga mchezaji kwenye position ambayo anaamini hii ndio position bora ya mchezaji, kwa sababu wakati mwingine unatakiwa wapange wachezaji kwenye maeneo yao ambao wanaweza kukupa kitu kilichokuwa bora. Wakati mwingine unapolazimisha kumpanga mchezaji kwenye eneo ambalo sio la kwake, ni ngumu kukupa kile ambacho anatakiwa kukupa, kwa sababu anakuwa yuko limited baadhi ya vitu kuvifanya. Lakini kwenye eneo la Mpanzu mara zote amekuwa kipangwa kwenye sehemu ambayo amekuwa akituonyesha huo ubora tangia kipindi hiko. Leo hii pengine unaweza kaniuliza swali hili baada ya kuona hizi performance zake kwenye hii mechi. Sawa? Lakini wakati anakiwasha pengine ukuwahi kuniuliza ile swali kwa sababu alikuwa anacheza kwenye position na ulikuwa unaona impact akiwa uwanjani. Kwa hiyo nini kimetokea? Ni mchezaji amedrop. Kitu ambacho hakihitaji hata mganga kuja kukupigia ramli kukwambia kwamba yes, unaona? Sijui unaelewa. Yaani Mpanzu amedrop na naanza kumuelewa Fadlu. Kwa nini alikuwa anasema kwamba anahitaji X factor? Sijui unaelewa. Unahitaji muendelezo kwenye kile ambacho anakifanya. Yaani mimi huwa nashangaa kidogo wale watu ambao wanakuja kutaja maamuzi machache ambayo amewahi kufanya mchezaji wakati jukumu lake ni kudeliver kilichokuwa bora kila siku uwanjani. Ndio. Sijui unaelewa. Leo hii mimi nazungumza hapa, kuna mtu ataniambia kwamba aliwahi kuamua ile mechi kama alivyokuwa anazungumzaji medali hapa, mfano tu kwamba mara mwisho kumuona akiwa anafanya vizuri ni kwenye ile mechi ya nusu finali, ndio. Lakini wajibu wake kama mchezaji ni kuhakikisha kwamba ana deliver kilichokuwa bora kila siku uwanjani. Tunajua kwamba sio robot, kwamba anaweza ka maintain kwenye hiko kiwango. Lakini angalau usipotoa 10 ya 10, kuna siku nyingine utoe 8 ya 10, 7 ya 10 hivyo. Lakini hii flow ya Mpanzu inanipa mashaka, wakati mwingine napata mashaka kuona kwamba ni mchezaji wa mechi kubwa au ni mchezaji wa mechi ndogo. Unaelewa? Yaani kwa sababu kwenye mechi zote kubwa hivi ni chache ambazo yeye amekuwa na kile kiwango bora ambacho anakionyesha pia akiwa na hizo mechi nyingine. Kwa hiyo kwenye eneo la position anapangwa kwenye eneo ambalo yeye mwenyewe ni natural position yake yeye kucheza akiwa uwanjani, lakini ni yeye tu sasa hivi amedrop kudeliver kile kilichokuwa bora. Evans, kwa namna ya maelezo na maoni yaliyokuwa wengi ukifuatilia pia ni kwamba Mpanzu anashindwa kushine kwenye mechi kubwa, hususan hizi za dabi zote mbili ambazo amecheza. Unadhani ni nini kinapeleka kwa hivyo? Pengine labda ni wapinzani wanakuwa wamemsoma kiasi cha kutosha, ama kuna kitu kingine tofauti na hicho? Mimi naamini ni wapinzani wanafanya kazi yao vizuri, na wakati mwingine inakuwa ni confidence tu ya mchezaji kwa sababu ya matukio ambayo yanaendelea kutokea. Na unaweza ukawa ni sehemu ya timu na ukaona watu wengine namna ambavyo wanajikuta kwenye hizo shida kutoka kwa mashabiki au kutoka kwa viongozi, namna ambavyo wanamzungumza huyo mchezaji akiperform kwenye kiwango ambacho wao hawakukitarajia. Kwa hiyo muda mwingine ni hiyo pressure imekuwa inawaingia. Ila kwa mtu kama ukimwangalia Mpanzu, sidhani kama inawezekana ni changamoto. Issue inakuja ni wapinzani wanajua uhatari wako kwa sehemu gani. Watu wana deal na wewe. Ni mchezaji ambaye utakiwi kumpa space and time, atakuadhibu. Ila inatakiwa unamnyima kimoja kati ya hivyo. Yaani wewe mpe mpira, umnyime hiyo nafasi yeye kufanya maamuzi. Na imekuwa inatokea mara nyingi watu wanafanya hiyo kazi ni kipindi ambacho wewe ukiwa unajiandaa kureceive mpira, watu wakupi hiyo nafasi na mtu mwenye mpira kukupasia. Wanaweka mazingira kuwa magumu. Kwa muda mwingi unajikuta hata matukio mengi kwenye mpira yanakuwa yanapungua, kwa sababu unajua ukiwa kwenye mpira muda mrefu unaweza kutuadhibu. Kwa mimi naamini ni kazi ambayo inafanyika tu na wapinzani, na muda mwingine ni mchezaji mwenyewe akiondoka tu kwenye uwepo. Na ni kuongezea senti mbili kwenye maneno yako hayo. Aina yake ya uchezaji, Mpanzu ni wale wachezaji ambao anapenda kukaa na mpira kwa sababu dribbling ndio strength yake kubwa. Sasa of course kama mchezaji unatakiwa kuwa na extra dimension, sio kucheza vile vile, kwa sababu pia hasara ya mchezaji ambaye anakaa na mpira muda mrefu ni kwamba unawarahisishia wapinzani kazi. Kwa sababu kama wakuletea mtu mmoja unambiti hata kuzunguka na watu wawili, kwa sababu ndio wanacheza hivyo hivyo. Kwa hiyo it's up to the manager kumpa maelekezo, I mean coach
maana yake huku meneja wa timu ni mtu mwingine na sio kocha. It's up to the coach kumpa maelekezo ama kumtengenezea aina ya uchezaji ambayo kwenye dabi kwa mfano inaweza ikawa na impact. Kwa mfano kama jana mimi nilidhani kwamba Fadlu pengine angeweza kujaribu wachezaji tofauti, alafu Mpanzu akamuingiza kipindi cha pili, muingiza dakika 60 ambayo watu wameshachoka, kuna mtu ana kadi, that way aina yake ya uchezaji inakuwa na impact. Lakini pia mtengenezee mazingira, kwa sababu pia Mpanzu moja kati ya sababu za kwa nini anacheza vibaya ni mbinu za Fadlu mwenyewe. Build up ya Fadlu inahusisha wachezaji wachache na ni build up ambayo inatabirika. Kwa hiyo by now inakuwa ni rahisi sana mtu kustadi kwamba hii timu inachezaje na kutengeneza mbinu za kucounter wakati Simba inashambulia, na ndio maana unaona hata nafasi ambazo kwa mfano wanazitengeneza sawa zinakuja. Kwa mfano ukiangalia nafasi walizotengeneza Simba jana, moja ilitokana na mpira uliokufa, na ile nafasi kubwa kabisa ambayo Kibu alipiga mpira ukamgonga Diarra kifuani ilikuwa ni long ball ambayo imetoka kwa kamera. Kwa hiyo pia part of vitu ambavyo vinamsababisha Mpanzu asicheze vizuri ni aina ya mbinu za kocha. And of course naamini katika mpangilio wa maswali unauliza hapo kipo kipengele cha kocha ambacho tunazungumzia. Sasa kipengele kabisa. Sasa wachezaji wapo wengi sana. Tumeanza na hao wawili. Sasa tuna mambo mengi kadiri vile vyetu tunavyo tutaendelea kuzungumza. Sasa nikupe message yako bwana. Kazumali muulize Mkai na kuomba muulize Mkai kuhusu Abdulrazak Hamza, kwa nini anakimbia mechi kubwa? Huyu mtu anaitwa Chogo yuko Majumba City. Nilitaka hilo tulipause, lakini sasa mimi nimekusomea tu message. Wewe ndo una maamuzi. Hayo bwana yanazungumzwa kweli kweli. Lakini binafsi jana hapa alizungumza kitu hicho. Bado sijapata uthibitisho na kuthibitisha kwamba kweli huyo Hamza ana game fever, big games. Au inawezekana ajivunje, lakini games inazidi uwezo. Conclude kwamba hana fitness. Na kama utakumbuka kama anaweza kucheza mechi ipi? Hizo kubwa. No, kwa sababu mechi mbili ambazo ni crucial za mwisho hakuzimaliza. Unazungumzia mechi ya jana, unazungumzia mechi ya timu ya taifa pia wakati alivyocheza kwenye CHAN. Unaweza ukarudi kwenye finali ya msimu uliopita ambao nadhani alikuwa anaumwa na alicheza katika mazingira magumu ambayo hata hakutrain, lakini hasa msimu uliopita mbali tunazungumzia finali ya nani ya shirikisho. Alicheza finali ya shirikisho dakika 14 akatoka kule away. Si ndio away? Na ile kulikuwa na story kwamba alikuwa na covid sijui na baada kuwa amefanya blanda sababu kuna goal la kwanza au la pili ilitokana na yeye. Game ya national team pia tulivyocheza na Morocco kitu hicho pia ikaonekana kama kachezeshwa namba sio yake. Cheza namba yake lakini no, ni namba yake for the record, ile ni namba yake kwa sababu Hamza amecheza kwenye academy ya Azam na kule alikuwa ni kiungo. Ndio. Na hata alikoenda na Mungu alisajiliwa kama kiungo. Alikoenda South Africa pia alisajiliwa kama kiungo, lakini akajaribiwa kwenye eneo la defense na akaonekana na fit. Kwa hiyo from there akawa anachezeshwa either center back ama beki mbili. Lakini position yake kabisa ambayo ametoka kwenye academy ya Azam na ukiuliza watu walicheza naye kule ni midfielder namba 6. Mimi napata wasiwasi. Kuna mtu ametaja fitness, sio? Mimi hapa kwamba fitness kuna siku moja hapa niliuliza kwanza sisi tunapima nini? Wachezaji wetu tunawapima nini? Na unajua sisi tulioko nje ama walioko ndani timu kwenye timu tulikuwepo hapa, nikauliza kwamba wachezaji wetu inategemea sisi tunawapima kitu gani. Inawezekana mtu akaumia. Kuumia hakuna excuse kabisa. Unacheza unakiwanja, unajua kucheza mpira ni mchezo hatari pia. It's very risky kucheza mpira. Unaweza kuvunjika wakati wote, unaweza kugonga ukafa, ukata pumzi, unaweza kupata concussion. Yes. Kwa hiyo lakini tuone kwenye fitness. Maana yake ni mchezaji ametoka amepimwa, alafu anakwenda kwenye mazoezi ya pre-season. Amemaliza pre-season. Amekuja amecheza mechi ya utambulisho. We all know huyo mchezaji atakuwa physically fit. Ukija kucheza mechi hii kwa dakika 10 na ngapi tena, then to decide kwamba you are unfit. Sio. Na mara nyingine
injuries ndogo ndogo zisizo kubwa zile zinasababishwa sana when a player is not fit. Umeelewa? Yeah. Kidogo amegongwa, amekaa nje. Hayupo, atarudi baada ya siku fulani, anarudi, he is unfit. Unapokuwa fit, a professional footballer, tunataka tukuone wewe kama upati majeraha makubwa. So mchezaji kwa ile misuguano ya ndani mule, usifikiri utatoka pale wewe eti huna sehemu inayouma. Hata ukiwa nani mazoezi ya kwenda gym yes, ndio maana kuna recoveries siku hizi, mambo ya mabarafu na nini kurudisha mwili sawa, kwa sababu unakuwa umegongwa mle ndani. Sasa kama wewe kila siku, sijui watu wataanza kuweka wasiwasi. Na ukweli sio wasiwasi. Ukisikia baadhi ya mashabiki wa Simba, hata ukikaa nao wanakuambia Hamza anajivunja sana. Sasa Jemedari, hii kidogo umekuwa mchezaji, hebu tupe experience ile ya wale wachezaji ambao watu tunasikia kwamba huyu alikuwa na maumivu lakini ameweza kucheza. Kwa mfano unakumbuka World Cup ya 98 Mustafa Haji, mechi ya kwanza ile kavunjika kidole gumba lakini akacheza. Sijui kuna kuchoma masindano ile, Steven Gerrard tunasikia anapata injury lakini anachoma sindano, anacheza. Na hata zamani kuna mchezaji Franz Beckenbauer marehemu amewahi kucheza finali ya FIFA World Cup, kateguka bega, kalishika bega hivi. Kalishika bega, kafungwa hivi, yani kafungwa akiwa anacheza, miguu ndio inacheza. Ile inakuwa I mean Sandro Tonali alicheza hivyo pia dhidi ya Liverpool. Mara nyingi mchezaji yuko kwenye nafasi ya kuamua kwamba bwana, ndio nasikia maumivu lakini naweza kucheza. Kwa sababu you know your body, unajua mwili wako kuliko mtu mwingine yoyote. Kwamba kwa hiki mimi naweza nikastahimili nikacheza. Ingawa ushauri wa madaktari unakuwepo kwamba bana, hii hapana, hii sasa hivi ni kuhusu concussion tu peke yake ndio ambayo wanatakiwa kutokuruhusu kucheza. Lakini una maumivu, sio umenalia bega, mkono sio umefanyaje, na baba nifunge, mimi naweza nikacheza. Kwa hiyo na wewe mwenyewe au wanaochomwa sindano pia hauchomwi kwa bahati mbaya. Kwa sababu unachoma huku unajua. Sindano uchomwa umelala. Uko macho bado unakuchoma sindano kwa ajili au bana, mimi hapa nikichoma sindano mimi naweza kucheza. Nikifanya hivi naweza kucheza au anyway mimi ninavyojisikia, mwalimu acha mimi nikajitoe kwanza. Alafu nitaona kiwanjani. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe uko kwenye nafasi kubwa ya maamuzi. Au pale kiwanjani umepata blow, watu wamekuja vipi? Unajisikia unaendelea? Yeye ndo anasema kwamba sababu next time siweza, unaweza. Tutaanza kuhoji kwamba Fadlu anampanga labda mchezaji huko ana injury, alafu anakwenda anazitonesha. Na hili kwanza tutaulizia hapa hali yake anaendeleaje, jana alipata changamoto gani, lakini ipo haja pia kuzungumza na daktari wa Simba kwamba mchezaji kama ana injury kubwa inabidi apate matibabu ambayo apone kabisa. Sio mnamrudisha yuko nusu afu. Hili ni jambo ambalo linahitaji kidogo kutafakari kwa kina, si ndio Evans? Na mimi jana nilizungumza. Unajua wakati mwingine maisha ya nje ya kiwanja yanaamua wewe mchezaji uchezeje kiwanjani. Uwezo wako kiwanjani, ustahimilivu wako kiwanjani unaamuliwa kwa namna kubwa na maisha yako ya nje ya kiwanja. Sawa, lifestyle yako. Ukishatoka pale, unaona wewe unaenda kwenye maisha yako. Wachezaji wengi kaka, maisha yao mengine huko nje ni ya hovyo. Starehe kupitiliza. Watu wanalala kwenye mabaa wakiwa wamelewa. Tunalala kesho. Unaelewa? Yaani mtu analewa mpaka analala kwenye meza. Watu wanakuja kuamsha, oya noma. Unaelewa? Kwa hiyo yes, ndio na wanazungumzwa, na tunajua kwamba kuna wachezaji ambao Fadlu huwa anafanya alcohol test, alcohol blowing kila akifika kwenye mazoezi. Na kuna watu hawajawahi kufaulu alcohol test. Hawajawahi. Ni walevi. Umeelewa? Na wanacheza. So sometimes hivi vitu vinapelekea maamuzi ya wewe uchezeje pia kiwanjani. Patamu. Dakika 4 zimesalia kuelekea saa 4 kamili za asubuhi. Mambo yapo mengi Jessica, kama ambavyo nimekuambia. Sasa kwa hizi 4 ambazo zimebaki tumalizane na Kibu Dennis ili tukirudi tuendelee na upande mwingine. Kabisa. Kibu Dennis na performance yake Ashraf Jr. Unaridhishwa na kile ambacho anakifanya? Mimi sio jana tu. Kila siku mnazungumza hapa kwamba kwangu mimi kama mshambuliaji sidhani kama anatoa kile ambacho kinahitajika kutolewa na mshambuliaji. Unajua
kucheza kwenye eneo la winga, jukumu lako la kwanza wewe ni mshambuliaji wa pembeni ambaye unatakiwa kuonyesha madhara ukiwa kwenye ile eneo. Kwa jukumu lako la kwanza ni kuisaidia timu kupata matokeo. Inaweza ikawa kwa kufunga, inaweza kutoa assist au kuwa tu na impact kubwa ukiwa na mpira. Lakini tukirudi hapa tunamtengenezea mazingira Kibu Denis kwamba ni mchezaji mzuri timu ikiwa haina mpira. Yaani mshambuliaji anakuwa mzuri timu ikiwa haina mpira. Au ni fighter. Akawe beki basi. Sijui unanielewa? Au ni fighter uwanjani. Sijui kuna mechi alituokoa, ndio yale mambo ambayo nazungumza. Kwa hiyo kwangu mimi sio jana tu. Kwangu mimi namrate kama ni mchezaji ambaye hatimizi majukumu yake mama yale ambayo anatakiwa kutimizwa na mchezaji ambayo ni yapi hayo? Kufunga na kutoa assist. Yaani hauwezi kuwa unacheza mbele alafu wewe msimu unatamatika una goli moja tu, hauna hata assist au assist mbili na unacheza kwenye eneo la ushambuliaji. Umesema kwa kuna energy nyingine ambayo anaweza akawa nayo na mchango kwenye mchezo husika. Haina mpira. Hiyo kitu Kibu hanacho, lakini jukumu lake mama la kwanza ni kushambulia. Kwa yeye yupo kwenye jukumu B la kuisaidia timu. Unajua unasikia Sharafu, niliwahi kumsikia Jose Mourinho akiwa anazungumza kitu kimoja kwamba wale wachezaji uwanjani 11 wale kila mmoja anakuwa na jukumu lake mama. Sijui unaelewa. Kwa kitu cha kwanza ni kuhakikisha kwamba unatimiza jukumu lako. Sasa, na timu kuzuia ni jukumu la timu nzima ikiwa haina mpira. Ashirafu, umezungumza vizuri kwamba Kibu Denis kwenye kushambulia zao lake la mwisho sio zuri kwa maana ya end product ama nini maana? End product yake ni 0. Okay. Yani baada ya kutumia hizo nguvu kupora mpira, kupush timu, kuisaidia timu ikiwa haina mpira, kwa maana ata drop back hiyo energy anakupa. Okay, wewe kama mshambuliaji wa pembeni ambaye pia tunakuhitaji. Unajua Fadri pia kuna wakati anatamani wale mawinga wao wanaingia ndani au ma fullback wakisha overlap waende wakamwage mitungi huko, si ndio? Wewe ukiwa kwenye hilo eneo unaisaidiaje timu yako kupata matokeo? Mara nyingi amekuwa end product yake ya kawaida ameshindwa kuimprove. Sio mzuri kwenye finishing. Definitely. Na niliwahi kuzungumza akitokea mchezaji ambaye ana end product nzuri kwenye lile eneo ambalo yeye anacheza, Kibu Denis anakaa benchi. Mimi nimeuliza Ashraf amesema kitu kimoja kwamba timu ikipoteza mpira ni jukumu la timu nzima ku drop back kusaidia timu. Je, timu ikiwa na mpira ni jukumu la nani kwenye kushambulia? Timu kama timu yote. Anzeni wanabaki watu wachache kwa ajili ya kutengeneza balance ya ushambuliaji na ulinzi. Okay. Kumbe watu wote wanajumuika kwenye kushambulia na watu wote wanajumuika kwenye kuzuia. Sawa? Yes. Kwa hiyo jukumu lako pia sasa timu inashambulia. Let's say kwa mfano kama Fadri anahitaji kuwa ma center back wawili wabaki pale, kiungo mmoja arudi kwa ajili ya kutengeneza hiyo balance. Ndio, timu inashambulia. Tunao huo mpira. Wewe ukishapata huo mpira ambao unatakiwa udeliver kitu cha mwisho wakati ambao tunashambulia, unafanya nini? Tuna support wote mashambulizi na mpira uko kwako Kibu Denis. Ukishapata huo mpira nini unafanya? Ndio changamoto ya Kibu Denis. Kwa kwangu mimi ni winga wa kawaida tu ambaye anaisaidia timu ikiwa haina mpira. Kwa hiyo kama unahitaji kuwa na washambuliaji wa pembeni wazuri ambao wataisaidia timu yako kupush, leo hii tunamzungumzia Mpanzu, ndio? Kwamba kuna mechi hapa anakuwa na deliver kilichokuwa bora uwanjani kwa maana kuisaidia timu kwenye kutengeneza nafasi, kuwa na uhatari zaidi, kitu ambacho Kibu Denis yakupa, lakini yeye anakupa na hakuna mtu ambaye anamzungumza Mpanzu kuhusiana na issue ya kuzuia, kwa sababu tunajua jukumu lake mama la kwanza kushambulia na litekeleza. Crown Media. Hapa ni nyumbani.